Baba, katika jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mfalme wa wafalme, Mungu muumba mbingu na nchi. Baba, ninakushukuru, ninasema asante kwa kibali ulichonipatia na cha kusimama madhabahuni mwako. Ninakushukuru Yesu hata kwa ajili ya kusanyiko lililoko mbele yako Baba. Kwa maana ninajua ni mkono wako Yesu hata ukawakusanya mahali hapa ili wapate kulisikia neno lako mfalme wa wafalme. Ninakushukuru hata kwa ajili ya watazamaji wanaotuangalia katika channel ya Gideon Online TV. Ninalibariki jina lako Baba na kulitukuza kwa sababu Mungu, tazama wamependezwa mfalme wa wafalme. Wameona kazi yako Yesu Kristo wakapendezwa. Ndio maana wanatufuatilia mfalme wa wafalme. Endelea kuwagusa fahamu zao Mungu mkuu ili wakafanikiwe katika yale ambayo Mungu wanategemea mfalme wa wafalme. Baba, ninakushukuru, ninasema asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Natamani Baba utamalaki mahali hapa. Roho Mtakatifu tamalaki mahali hapa na nguvu na uweza na mamlaka yako. Kwa maana pasipo wewe sisi hatuwezi chochote. Tazama nami Roho Mtakatifu, sina chochote cha kusema na wana wako. Natamani kamata fahamu zangu, kamata kinywa changu, kamata ulimi wangu, uutumie kama upendavyo wewe. Mimi niwe mdogo sana lakini wewe ukaongezeke Bwana, kwa maana sifa na utukufu ni kwako. Nami ninaitoa damu yako Yesu Kristo na nyunyoza mahali hapa nikienda kinyume na kila roho ya uharibifu iliyojipanga mchana wa leo kuharibu ibada mahali hapa. Ni katika jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu unaishi na kutawala, nami ninaomba na kuamini. Amen. Watu wa Mungu, tumshangilie Mungu. Niwasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Karibuni sana imani mwa Bwana. Na wale wote mnaotuangalia katika channel ya Gideon Online TV, ninawakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Endelea kutazama channel yetu, kwa maana Mungu ana mpango thabiti na wewe. Kiko kitu Mungu atafanya juu yako. Asante mtu wa Mungu. Basi tuingie katika neno la Mungu siku ya leo, tukalisikiliza neno la Mungu. Ujumbe wetu wa siku ya leo ni upendo. Tuishi katika upendo wa kweli. Watu wa Mungu, ni kwa nini tunasema tuishi katika upendo wa kweli? Tunaangalia katika ulimwengu wa sasa tunaoishi sisi kama wanadamu. Ni kweli na ni wazi kabisa kwamba upendo umepungua. Tunaona upendo umepungua. Kwa nini? Maasi yamezidi kuwa mengi. Maasi yamezidi kuwa mengi, watu wa Mungu. Watu hatuhurumiani tena. Watu hatupendani tena kama Baba yetu wa mbinguni alivyosema tupendane. Watu wa Mungu, upendo una nafasi kubwa sana katika maisha yetu. Kwa maana pasipokuwa na upendo hatuwezi kufanya jambo lolote tukafanikiwa. Kwa maana upendo unasababisha muunganiko wa mwanadamu na Mungu. Kama mimi ninakupenda wewe, ina maana Mungu yuko ndani yangu na wewe utakuwa humo ndani ya Mungu. Kwa hiyo kuna uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu unaopitia upendo. Asanteni watu wa Mungu, tumshangilie Mungu tena. Basi tuende katika neno, tukasome neno la Mungu kutoka katika kitabu waraka wa Yohana 4:16 mstari ule wa 20 hadi 21. Waraka wa Yohane wa kwanza mlango wa 4 mstari ule wa 16, 20 hadi 21. Nami ninasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Nasi tumelifahamu upendo alilo nalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni pendo, naye akae katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu ukaa ndani yake. Haleluya watu wa Mungu. Tumshangilie Mungu. Neno la Mungu linasema kwamba nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Ni kwa nini tunasema hivyo watu wa Mungu? Mungu ana upendo mkubwa sana kwa mwanadamu. Tukirudi nyuma tunaona kwamba Mungu alimtoa mwanawe wa pekee ili aje duniani au ukomboe ulimwengu. Hapo ndipo tumeanza kuona upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Kwa maana hiyo neno la Mungu likaendelea kusema kwamba Mungu ni upendo, naye akae katika pendo hukaa ndani ya Mungu. Ina maana mimi nikiuishi upendo wa kweli,
nitakuwa niko ndani ya Mungu. Mungu yuko pamoja nami. Pamoja na wewe mtu wa Mungu unayesikiliza neno mchana wa leo. Kama ukiishi katika pendo, uamini kabisa kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Na wewe uko ndani ya Mungu au ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na unapokuwa umo ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo na yeye akawa yuko ndani yako, ina maana uhusiano wa karibu yeye pamoja na Mungu, pamoja na Yesu Kristo huko karibu. Hata unapokuwa na majaribu, hata unapokuwa na mapito, unaposema sasa nimshirikishe Mungu jambo hili, Mungu anakusikia na anakujibu kwa wepesi. Ndio maana tunasema Mungu ni pendo. Akae ndani ya Mungu na Mungu yu ndani yake. Haleluya watu wa Mungu. Mstari ule wa 20 akasema, mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo. Kwa maana asiye mpenda ndugu yake ambaye amemuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Watu wa Mungu, ni kweli kabisa. Yamkini wewe na ndugu yako tukae tukijua kwamba sisi wanadamu wote hapa duniani ni ndugu. Ndivyo Mungu wetu anavyojua yeye. Sisi ndio tunaobaguana. Unaona ndugu yako ni ule uliyezaliwa naye. Hapana mtu wa Mungu. Kila mtu aliyefinyangwa kwa mkono wa Mungu, yeye ni ndugu yetu na ni ndugu yako. Sasa Mungu akasema kwamba ukisema unampenda Mungu, angali umpendi yeye huyo binadamu mwenzio ambaye ni ndugu yako, unasema uongo. Kwa maana Mungu yeye hujawahi kumuona Mungu kwa macho. Inakuaje useme nampenda mtu ambaye sijawahi kumuona kwa macho, ungali unamwacha yule unayemuona kwa macho kila siku itwapo leo? Unaishi naye, unakaa naye, yamkini nyumbani, yamkini kwenye huduma, yamkini safarini, mahali popote, yamkini kazini, kwenye biashara. Tuko na wanadamu wenzetu, tunaishi nao kwa ukaribu, lakini tunasema eti tunampenda Mungu. Ungali wale tunaoishi nao kwa karibu hatuwapendi. Haleluya watu wa Mungu. Neno la Mungu linasema kwamba tuwapende hawa ndugu zetu ambao tunawaona kwa macho. Ndipo sasa tuseme tunampenda Mungu, na Mungu ndipo atakapotukubali. Kwa sababu Mungu anapendezwa na mtu yule mwenye upendo kwa kila mtu, sio kubaguana. Upendo katika kazi ya Mungu, upendo katika maisha ya kawaida. Kwa maana katika upendo Mungu ana mambo anayopenda mwanadamu afanye kwa ajili ya Mungu. Kupitia upendo huu, mtumikie Mungu, mshukuru Mungu, mtukuze Mungu, muishilie maisha yako yote, halafu mtumainie. Mungu wetu ana wivu. Hapendezwi na watu tunapomwacha tunaondoka, tunaenda labda kwa waganga, tunaenda kwenye mizimu na mambo mengine. Mungu hapendezwi na mambo hayo. Anatamani sisi sote tuishilie kwake. Kila jambo linalotusibu tumshirikishe yeye. Ndipo na yeye atakapoweza kutuhudumia. Ni mwepesi sana wa kutuhudumia na anatupenda sana. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo siku ya leo watu wa Mungu, tumrudie Mungu kwa upendo. Tuwarudie ndugu zetu kwa upendo, tena upendo wa kweli. Kama mtu ana shida, msaidie. Na unapomsaidia, isiwe ndio kuweka bango. Haleluya watu wa Mungu. Hapo ndipo tunapopotoka pia, kwa sababu unaweza ukaona umemsaidia Biaines katika shida yake alionayo, lakini ukatoka hapa na pale ukaanza kutangaza. Mungu afurahishwi na hilo. Tayari hapo tunaingia kwenye masengenyo. Msaidie mtu, uwe na siri yako, uwe mwenyewe uliyemsaidia, ndipo Mungu naye atakapokukubali. Ndipo Mungu naye ataona kwamba kweli una upendo, kwa sababu ule upendo ndani yako ukiwepo, kuna uchungu. Unapokuwa na uchungu na shida ya mwenzio na tatizo alilo nalo mtu analopitia, yamkini ni ugonjwa, yamkini ni maisha yamempiga, lakini ukimsaidia, chochote utakachomsaidia kiwe kimetoka kwenye moyo, uchungu ule ulio nao, hebu toka mtoa hapo yule mtu, jiweke hapo wewe uone kwamba ingelikuwa ni mimi ninapitia hili tatizo, ingekuwa vipi?
basi hapo ndipo unapoweza kumsaidia mtu na Mungu akakubali ule msaada, akasema ama kweli wewe unampenda huyu ndugu yako, umemsaidia kwa wema, umemsaidia kwa uvumilivu, tena kwa upendo uliokithiri, kwa sababu hukumtangaza wala hukutaka maneno mengi. Umemsaidia basi kama mwanadamu, kama ndugu yako, kama neno la Mungu linavyotuambia, tupendane ndugu, tupendane sisi kwa sisi, tusaidiane sisi kwa sisi, tufadhiliane sisi kwa sisi kwa upendo. Haleluya watu wa Mungu. Hebu mshangilieni Mungu. Mtu wa Mungu, tukiangalia ule mstari wa 21 anasema, na amri hii tumepewa na yeye. Mungu tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu ampende na ndugu yake. Tumeona kumbe upendo ni amri ya Mungu. Sio kwamba eti ni wazo la mwanadamu, hapana, ni amri ya Mungu kwamba tupendane. Mungu akasema tupendane sisi kwa sisi. Ndipo hapo ambapo tunaweza tukasema tunampenda Mungu. Lakini wanadamu wa siku hizi, sisi kama tulivyo wanadamu, maisha yetu tunavyoyapeleka, tunamuondoa hapo mwanadamu, tunamuweka Mungu. Tunatembea na Mungu tukisema mimi namjua Mungu, mimi namfahamu Mungu, mimi namuishia Mungu. Lakini wanadamu wenzetu wanapita katika magumu, wanapita katika shida, yamkini hawana chakula, wengine hata kufika imani mwa Bwana waje walisikie neno la Mungu, pengine hawana hata nauli. Lakini mimi ninayo, na wewe mtu wa Mungu unayo. Lakini namna kumsaidia mwenzio aweze kufika mahali hapa, hakutane na neno la Mungu, inashindikana. Lakini tunafika mahali hapa sisi, umebeba hela mfukoni, mwenzako amekosa nauli, unasema eti mimi namjua Mungu. Mimi ninasema hapana. Tusaidiane, tuinuane pale tunaposhindwa, pale tunapolemewa, tusaidiane watu wa Mungu. Mungu ametufinyanga sisi kwa namna ya tofauti. Nilivyo mimi sio sawa sawa na mwingine alivyo. Yamkini mimi ninavyo au wewe unavyo zaidi yangu. Lakini basi yule ambaye kidogo amepungukiwa, tusaidiane watu wa Mungu. Tunaona huko mitaani wako watoto wanapita wenye shida mbalimbali. Tunaona huko mashuleni watu wana shida mbalimbali, lakini hata kusaidia hatuwezi. Lakini tunasema tunamjua Mungu. Ni Mungu yupi tunayomjua watu wa Mungu? Ni Mungu yupi tunayomjua? Wakati wa wenzako wamelala na njaa, wako wameshiba, ni Mungu yupi? Watu wa Mungu, hebu tuitendee hii amri ya upendo, tuitendee kazi, tutamuona Mungu. Maasi yamezidi duniani. Ni kwa nini? Nikagundua kumbe Mungu hayuko pamoja na sisi, alishaondoka. Kwa maana anasema mkiwa na upendo na yeye atakuwa ndani yenu, na wewe uliye na upendo uko ndani yake. Sasa kwa sababu mimi sina upendo, hayuko ndani yangu na mimi siko ndani yake, ninaenda tu kwa akili zangu na ufahamu wangu, na mwingine naye anaenda kwa akili zake na ufahamu wake na shida zake alizonazo. Akiamua kukuapua na kuapua, hapo hapo anauawa. Akiamua kwenda kwenye shughuli zingine ambazo hazimpendezi Mungu, anaenda na hapo hapo anajikuta ameingia kwenye maovu. Watu wa Mungu, tumrudie Mungu katika amri hii ya upendo. Upendo ukirudi, tukauishi upendo, tutaona mabadiliko katika maisha yetu. Hatutaona haya matendo tunayoyaona ya duniani sasa hivi. Tutaona namna nyingine ya tofauti kabisa. Tutasema ama kweli yuko Mungu. Tuombe rehema pale ambapo tulimwacha Mungu, tukauacha upendo. Kwa sababu upendo, Mungu alisema kwamba tukipendana na yeye atakuwa pamoja na sisi, na sisi tutakuwa pamoja na yeye. Tuombe rehema watu wa Mungu. Mungu atusamee. Tumemwacha Mungu kwenye upendo. Tunaenda tuna ile amri nyingine, tuseme amri nyingine, waheshimu babako na mama yako. Hata upendo hapo ndani hakuna. Tunasema naikumbuka siku ya Sabato, lakini ile Sabato unayokumbuka mtu wa Mungu, upendo upo? Tuna watu tuko hapa hatusalimiani, tunajeruhiana hapa, lakini tuko imani mwa Bwana. Huo upendo uko wapi? Hata angeshuka Mungu mahali hapa, asingeliona hata mmoja yamkini wa kuondoka naye.
ambaye anaiishi hii amri. Watu wa Mungu, tubadilike, tupendane, tusaidiane, tuvumiliane, ndipo tutakapomuona Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Hebu mshangilie Mungu. Hata wewe mtu wa Mungu unayetuangalia katika channel ya Gideon Online TV, unaweza ukamshangilia Mungu hapo ulipo. Kwa sababu yamkini hata wewe hii amri ulikuwa umeisahau mtu wa Mungu. Nikukumbushe tu. Ukumbuke kumrudia Mungu katika amri hii. Popote pale ulipo, eneza upendo. Nenda mashuleni. Nenda kwa wale watoto ambao hawana msaada. Nenda kule kwa wazee. Nenda kwa wagonjwa, hospitalini. Eneza upendo mtu wa Mungu. Asanteni sana. Shangilieni Mungu kwa mara nyingine tena. Basi mtu wa Mungu, tuangalie tena katika Wakorinto wa kwanza 13 mstari ule wa kwanza hadi wa 3. Wakorinto wa kwanza 13 mstari ule wa kwanza hadi wa 3. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo, haimfaidi kitu. Haleluya watu wa Mungu. Hebu tumshangilie Mungu. Ni kweli tumeona kumbe upendo una nafasi kubwa sana. Angalia neno la Mungu hapa linaposema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliyo na upatu uvumao. Yaani ni ile shaba ambayo haina thamani. Ongea lugha zote za kibinadamu. Ongea kama malaika, nyenyekea kama malaika. Kila anayekuangalia hivi aone kweli huyu ni malaika. Lakini kama upendo hauko ndani yako mtu wa Mungu, ni bure tu. Akaendelea tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Wewe una unabii, unajua siri zote. Pia unaweza ukaambia mlima hama kutokana na mamlaka ulionayo, lakini kama una upendo, bado ni sifuri mbele za Mungu. Hebu angalia mtu wa Mungu. Unayo mamlaka ya kuambia mlima hama, uondoke hapo na uondoke, lakini kama una upendo kwa Mungu ni bure. Una maarifa nyingi. Yamkini umepewa, hata unaweza wewe ukabuni ukajenga gorofa, unaweza kufanya biashara, unaweza kufanya nini, lakini upendo wa Mungu ukipungua ndani yako, wewe ni bure mtu wa Mungu. Uniambie ni nini kikubwa namna hii chenye thamani kama upendo? Upendo una thamani kubwa mtu wa Mungu. Tusichezee neema hii. Tunyenyekee mbele za Mungu, tumsii Mungu. Aachilie roho ya upendo iingie ndani yetu. Kwa maana upendo ni kila kitu. Kwa maana upendo ni Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe ndio upendo. Na anasema kabisa hapo, tumeona kwamba kama wewe ukiwa na upendo na yeye yuko ndani yako, na wewe utakuwa ndani yake. Ni kitu kingine kipi chenye thamani kama upendo mbele za Mungu? Hakuna mtu wa Mungu. Tunyenyekee mbele za Mungu, tumuombe aachilie neema ya upendo, tupendane. Kila tunapopita mahali, yani tupate kibali, tuwapende wengine, tuwasaidie wengine, tufanye kazi ya Mungu kwa upendo.
tumtolee Mungu kwa upendo. Watumishi wa Mungu tuwaheshimu, tuwapende kwa upendo wa ndani. Tunaweza tukasema ni mtumishi, lakini upendo kwake sisi hatuna. Tunaweza tukasema ni mchungaji, lakini upendo hatuna. Tunaweza tukasema ni mhudumu, lakini upendo kwetu sisi hatuna. Watu wa Mungu, Mungu hapendezwi hivyo. Tuwe na upendo wa kweli na kazi ya Mungu itasonga mbele. Na maisha yetu yatasonga mbele. Tutamuona Mungu kwa viwango vya juu. Haleluya watu wa Mungu. Mshangilieni tena Mungu. Ule mstari wa 3 akasema tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa wingi mwili wangu niungue moto, kama sina upendo haifaidi kitu. Wewe utoe mali zako zote uwalishe maskini, lakini kama una upendo kwa Mungu ni bure. Ule upendo hauko ndani yako. Umetoa labda yamkini kwa vile umeambiwa toa. Unarudi nyumbani kwako unalalamika. Unasema kile nilichoenda kutoa pale mahali, najuta kwa nini nimetoa. Lakini kumbe ni upendo ulikuwa haupo ndani yako. Na umeshatoa lakini ni bure. Kwa Mungu upati thawabu, upati baraka. Lakini ungalikuwepo upendo ndani yako, kwa Mungu ungebarikiwa. Kile ulichokitoa kwa upendo kingerudishwa maradufu. Tuwe na upendo watu wa Mungu. Yamkini hata sadaka tunazozitoa mbele za Mungu hatutoi kwa upendo, lakini kila siku tunajongea madhabahuni. Tunajongea na sadaka zetu, yamkini zina manunguniko. Hatutoi kwa upendo. Ndio maana tunaishia tu kuangamiza biashara, yamkini tunafukuzwa kazi. Watu wa Mungu, tukitoa tutoe kwa upendo. Mungu akiona hivi ikapate kibali, akaseme, akafanye juu ya biashara, juu ya kazi. Kila mahali tunapita tukapate kibali kwa ajili ya upendo tu. Haleluya watu wa Mungu. Mtu wa Mungu umshangilie Mungu sana. Tunaenda tena katika kitabu kingine. Tuende Samueli wa kwanza 20:17. Samueli wa kwanza 20:17. Nami nasoma kwa msaada wa Mungu. Neno la Mungu linasema hivi: naye Yonathani akamwapisha Daudi mara ya pili kwa ajili ya upendo aliokuwa nao kwake, kwa maana alimpenda kama alivyoipenda roho yake mwenyewe. Haleluya watu wa Mungu. Huyu ni Yonathani. Alimpenda Daudi. Daudi alikuwa auawe na Sauli ambaye ni baba yake Yonathani, lakini Yonathani akamtetea Daudi. Akamficha na kumficha kwa upendo aliokuwa nao, kwa jinsi Daudi alivyomuua Goliath, alivyokuwa akiwatesa wana wa Israeli. Ndipo alipompenda kwa upendo wa ndani kabisa, akamtetea. Haleluya watu wa Mungu. Basi na sisi tuwatetee wengine wanaopita majaribuni, wanaopita pagumu. Jitoe. Sio eti umesikia fulani anawindwa mahali fulani unasema ngoja yampate. Hapana, msaidie kwa namna nyingine. Watoto wanateseka, unasikia mama anasema huyu mtoto leo nitakuja kumchapa, nitakuja kumuua. Unasema na auwe, si wa kwake. Hapana, tetea kile kiumbe kwa ukarimu na upendo. Basi mtu wa Mungu, niwashukuru sana mliosikia neno la Mungu siku ya leo. Nawe wewe mtu wa Mungu unayetuangalia katika channel ya Gideon Online TV, nikushukuru sana. Na nikusihi mtu wa Mungu, endelea kuangalia channel ya Gideon Online TV. Ina mambo mengi mazuri yatakuvusha. Sijui una teso gani ndugu yangu, lakini kwa Mungu haishindikani. Omba Mungu akupe upendo, aingilie kati teso lako lilonalo. Asanteni watu wa Mungu, na kumheshimu Mungu. Naomba tusimame tukamshukuru Mungu. Baba, katika jina lako Yesu Kristo mwana Mungu uliye hai, mfalme wa wafalme, Mungu muumba mbingu na nchi, Baba ninakushukuru, ninasema asante
kwa sababu Mungu ni wewe mwenyewe. Tumekuona Bwana, tumekuona ukisema na sisi juu ya upendo. Baba yangu na Mungu wangu, tazama Baba, tumeenda katika ulimwengu tukajiachia Mungu, tukasahau kwamba ulimwengu upo wewe ambaye ndio mkuu duniani na mbinguni, hakuna mwingine. Tukajiendea kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Baba, naomba rehema siku ya leo Baba. Samehe kila mmoja, mfalme wa falme. Tusamehe Yesu, ili Mungu kaachilie tena neema ya upendo. Tukapendane sisi kwa sisi, ili ukarejee tena kati yetu Mungu mkuu. Na sisi ukatukubali Mungu, ukatuvute kwako Bwana, ili ukashughulike na yale mahitaji tulionayo Bwana. Tazama Baba, dunia imekuwa ni shida. Tazama mfalme wa falme, mauaji yamekuwa ni mengi, uasi umekuwa ni mwingi. Nimegundua Baba, tulikuacha. Samehe Yesu, samehe mfalme wa falme, samehe Jehova Hire. Achilia neema nyingine tena Bwana, ili tukakuone kwa viwango vya juu Baba. Achilia upendo Mungu katamalaki juu ya kila mmoja, hata wale wanaotuangalia katika channel ya Gideon Online TV. Baba, achilia upendo juu yao mfalme wa falme. Upendo ukatande juu ya nyumba zao, ukatande juu ya kazi zao, ukatande juu ya biashara zao. Kila anayepitia pagumu Mungu, achilia upendo ili tukapate neema nyingine mfalme, tukajiongee karibu na wewe mfalme wa falme, ukituwezesha Baba na kutusaidia. Ni katika jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu ninaomba na kuamini. Amen.